Naam, karibu katika makala ya Kilimo Leo, kipindi kinachoangazia masuala mbalimbali ya kilimo na mifugo kwa lengo la kumjengea mkulima maarifa yatakayomwezesha kuongeza uzalishaji na kipato. Leo hii tunaangazia mada muhimu inayowaguza wakulima wengi nchini Kenya, hususan katika maeneo ya South Rift na North Rift, maeneo ambayo kwa miaka mingi yamekuwa yakijulikana kama ghala la chakula nchini. Sasa yanakabiliwa na changamoto zinazoongezeka za ukame, mabadiliko ya tabia nchi, uvamizi wa wadudu waharibifu na hatari wanaotishia usalama wa chakula. Mimi ni Kamau Waithaka. Kaunti za Trans Nzoia na Uasin Gishu, ambazo ni miongoni mwa kaunti kuu za uzalishaji wa mahindi nchini, zimeathirika vibaya. Wakulima wanaripoti kuwa mvua zilizotarajiwa kunyesha kati ya mwezi Machi na mwezi Juni mwaka huu hazikunyesha kama ilivyotarajiwa, hali hii iliyosababisha mimea ya mahindi kunyauka kabla ya kukomaa. Na hatujui hata serikali pengine kwa njia moja ama nyingine watafanya nini kumsaidia huyu mkulima ambaye alikuwa amejaribu kujitolea kwa hali na mali, aone kama ataweza kujikimu kimaisha, lakini imekuwa ngumu. Katika kaunti ya Trans Nzoia pekee, zaidi ya ekari 50,000 kati ya ekari 250,000 za mashamba ya mahindi zimeathirika vibaya na hali ya kunyauka. Hali sio tofauti katika South Rift. Maeneo kama Rongai na Mauache kule Nakuru, Kipkelion kule Kericho pamoja na Ntulele kule Narok yamekumbwa na tatizo lile la mvua zisizo za kutosha na zisizofuata msimu wake. Wakulima wengi walipanda mahindi kati ya Januari na Juni wakitegemea mvua za kawaida, lakini mvua hizo zilisita ghafla kabla mimea haijakomaa na kuacha na mashamba ya kijani yasiyo na nafaka. Ukiamka asubuhi kwanza unaogopa kwenda shambani kwa sababu unaweza shikwa na ile stress, msongo wa mawazo. Kwa sababu kwanza ni ile kila siku ukiangalia anga kuna matumaini ya mvua, lakini ikifika jioni ile mvua haiko. Wataalamu wa kilimo wanakadiria kuwa mavuno ya msimu huu yanaweza kupungua kwa 30% hadi 60% katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika zaidi iwapo hali ya ukame itaendelea. Hii mimea haijaweza kunyonya ile mbolea ambayo iliwekewa, na hiyo inamaanisha pia mazao yatakuwa duni. Kwa hivyo kuna changamoto, na hii itakuwa na impact kwa usalama wa chakula katika kaunti yetu ya Trans Nzoia na kwa Kenya mzima kwa jumla. Hii ni pigo kubwa ukizingatia kuwa eneo la North Rift pekee lilizalisha zaidi ya magunia milioni 44 ya mahindi msimu wa mwaka jana, likichangia pakubwa mavuno ya taifa ya kati ya magunia milioni 67 hadi 70. Wataalamu wanaeleza kuwa hali hii haiwezi kutenganishwa na mabadiliko ya tabia nchi yanayoendelea kushuhudiwa duniani kote. Mvua zimekuwa hazitabiriki, wakati mwingine zinachelewa na wakati mwingine zinasita ghafla katikati ya msimu wa ukuaji wa mimea. Hali hii inavuruga kalenda ya kilimo ambayo wakulima wamekuwa wakitegemea kwa miongo mingi. Sasa wakati huu hata hatuongelee labda haitafika 20, kwa sababu kama itaendelea hivi hapa hakuna kitu. Viongozi wa kilimo katika maeneo haya wanasema kuwa licha wakulima kuwekeza sana katika mbegu bora, mbolea na mbinu za kisasa za kilimo, jitihada zao zinatoweka kwa sababu ya hali ya hewa isiyotabirika. Hii inaonyesha kuwa tatizo halitokani na uzembe wa wakulima, bali ni changamoto kubwa zaidi ya kimazingira inayohitaji mikakati ya kudumu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. So the moisture depends on the uptake of the nutrients, the maize, and only if the maize decides at the switch point that this, because the weather is harsh, the maize will decide to give you a small crop, and also the elongation of the maize will be shorter. Zaidi ya ukame, wakulima wanakabiliwa na tatizo jingine kubwa, uvamizi wa wadudu waharibifu, hasa funza jeshi wa kuhamahama wanaojulikana kwa jina la kitaalamu
fall armyworm. Wadudu hawa wana uwezo wa kuruka umbali wa hadi kilomita 30 kwa usiku mmoja, jambo linalowawezesha kuenea haraka sana kutoka shamba moja hadi jingine. Utafiti unaonyesha kuwa takriban 92% ya maeneo ya kilimo cha mahindi barani Afrika yana hali ya hewa inayofaa kwa uzalishaji wa funza jeshi mwaka mzima. Nchini Kenya, tangu wadudu hawa waingia mwaka 2016, wamekuwa tishio kubwa kwa usalama wa chakula, na katika baadhi ya misimu wamesababisha hasara ya hadi theluthi moja ya mavuno ya kitaifa ya mahindi. Zaidi ya funza jeshi, wakulima pia wanakabiliwa na magonjwa mengine kama vile head smut na ugonjwa unaojulikana kama maize lethal necrosis, ugonjwa unaoshambulia mahindi na kuathiri ukuaji wake. Wataalamu wanasema kuwa mchanganyiko wa ukame na magonjwa haya ni pigo maradufu kwa wakulima ambao tayari wamewekeza rasilimali nyingi katika msimu huu. Kufuatia hali hii, Wizara ya Kilimo imetuma kikosi cha wanasayansi kutathmini kiwango cha uharibifu uliosababishwa na ukame katika maeneo mbalimbali ya North Rift na South Rift. Zoezi hili la tathmini linalofanyika kwa muda wa wiki 2 litasaidia kutoa makadirio sahihi ya mavuno yanayotarajiwa na kuongeza maamuzi ya kiserikali kuhusu hatua za dharura zinazohitajika kuchukuliwa. Aidha, baadhi ya wakulima hasa katika maeneo ya North Rift wameanza kuachana na kilimo cha mahindi na kuhamia kwenye mazao yanayostahimili ukame kama vile mtama. Kukiendelea hivi tunapoteza matumaini na ukulima. Sidhani kama tutaweza rudi kwa ukulima wa mahindi tena. Tuanze kupanda vitu zingine kando na mahindi. Mazao haya yanahitaji maji kidogo kilinganisha na mahindi na yana uwezo mkubwa wa kuvumilia hali ya ukame. Hata hivyo, mabadiliko haya bado hayajaenea sana kwa kuwa soko la mazao hayo bado ni ndogo ukilinganisha na mahindi. Viongozi wa kaunti pia wametoa wito kwa serikali kuu kuwaunga mkono wakulima wa mahindi kama inavyofanya kwa wakulima wa kahawa, huku wakisisitiza haja ya mikakati ya kudumu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi badala ya kusubiri majanga kutokea. Acreage zile zinatumika kwa upanzi wa mahindi ni 250,000 na kulingana na wiki kiangazi tunaona kwa percentage wise 30 to 40%, kama ekari 50,000 zitakuwa affected. Swala hili la ukame na wadudu waharibifu halihusu wakulima wa bonde la Ufa pekee, linaguza kila mwananchi wa Kenya. Mahindi ndicho chakula kikuu cha Wakenya wengi, kikitumika kutengeneza ugali, chakula kinacholiwa na familia nyingi kila siku. Iwapo mavuno yataendelea kupungua, tunatarajia kuona athari kubwa kwenye bei za unga na bidhaa nyingine za mahindi sokoni, jambo litakalowaumiza zaidi wananchi wa kawaida wanaotegemea mishahara midogo. Wataalamu wanaonya kuwa iwapo hali hii itaendelea bila hatua za haraka kuchukuliwa, taifa linaweza kukumbwa na changamoto kubwa ya usalama wa chakula katika miezi ijayo. Tayari ripoti za hivi karibuni zinaonyesha kuwa zaidi ya watu milioni 3 wanakabiliwa na uhaba wa chakula katika maeneo kame na nusu kame ya nchi, hali inayoashiria kuwa tatizo hili la ukame ni la kitaifa na si la mikoa fulani pekee. Naam, hali ya kilimo katika maeneo ya South Rift na North Rift inatuhitaji sote kutafakari kwa kina kuhusu jinsi tunavyoweza kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Ni muhimu kwa wakulima kuendelea kupata elimu kuhusu mazao yanayostahimili ukame, mbinu bora za kilimo cha kisasa na njia za kudhibiti wadudu waharibifu kwa wakati. Vile ni wajibu wa serikali kuhakikisha wakulima wanapata msaada wa haraka na endelevu. Tunapohitimisha makala ya leo, tukumbuke kwamba usalama wa chakula unaanza shambani. Kumlinda mkulima dhidi ya athari za ukame, wadudu waharibifu na mabadiliko ya tabia nchi ni kulinda uchumi wa taifa na kuhakikisha kila Mkenya anapata chakula cha kutosha. Mimi ni Kamau Waithaka na haya yamekuwa makala ya Kilimo Leo. Endelea kufuatilia Wingu Radio 94.8 FM kwa taarifa, elimu na maarifa yanayomwezesha mkulima kufanya kilimo chenye tija. Kwaheri kwa sasa.